Martin Dastan ni timu wa Mechanical Engineering katika chuo cha taifa cha usafirishaji NIT. Mbele yenu nimeleta product au project ambayo ni Smart Electric Wheelchair, ambayo ni kifaa kwa ajili ya mlemavu kitimwendo ambacho kinatumia umeme. Unachaji kama simu then unakitumia, na mgonjwa au mlemavu anaweza akajiendesha yeye mwenyewe kutumia kiti hiki au akaendeshwa kwa mtu mwingine kutumia simu yake, unaiconnect na Bluetooth then unaoperate. Kwa lengo la kiti hiki ni kusaidia wenzetu wenye ulemavu na kupunguza utegemezi kwa watu wengine. Ndio dhumuni sana kwa ajili kwa hiki kiti, na pia lengo jingine ni kwa ajili ya kupunguza muda mwingi wa mhudumu au mtu ambaye unakaa na mlemavu au mtu ambaye ameparalyze. Kwa kiti hiki chenyewe kina uwezo wa kudetect vitu kama ni vizuizi, pili kinarudi nyuma. Kwa mtu ambaye labda ana shida ambayo ameparalyze anaweza pia akatumia kiti hiki, aidha kutumia sauti yake ikioperate. Kiti hiki kinatumia umeme, maana unakichaji. Kwa kama chaji ikiisha unaenda kukichaji tena kwenye chaji kinakaa masaa 8 mpaka 9. Na ikiwa sasa labda chaji imeisha huko barabarani, unaweza kuomba msaada wa mtu akusukume. Aikusukuma kwenye kilomita labda 3, wewe unaweza ukatembea kilomita 2 zaidi. Kwa nini? Kwa sababu hii inatumia DC motors ambazo ni kama dynamo. Kwa ukizungusha zinakuwa umeme, ule umeme ambao unaofuliwa unaenda kuchaji zile betri kwa kiwango fulani, sio kwa asilimia kubwa, lakini inaongeza chaji kwa muda ambao mtu anaweza akatembea tena kwa umbali wa nyongeza zaidi. Kiti hiki ambacho nimetengeneza au ambacho tumebuni ni hiki cha kwanza, ni smart. Nikisema smart ni nini? Kwamba ina njia zaidi ya moja ya kuoperate. Kwa hiyo either utumie hii joystick au utumie simu yako kuiconnect, ambapo kwenye simu kuna option kama 3, either utumie sauti, utumie message au utumie button kama remote. Hiyo ni faida nyingine ya kiti chetu, ambacho pia kinasaidia kupunguza utegemezi wa watu, kwamba mtu wewe masaa 24 ulikuwa unamhudumia mtu fulani, lakini akiwa nacho at least utapunguza ile kumhudumia mtu au kana mtu mwenye shida ya ulemavu kwa muda mrefu zaidi. Tofauti na vitu ambavyo vipo ambao kwa mfano kama vile vya kichina ambavyo vinaingia, cha kwanza kile cha kichina gharama yake ni kubwa zaidi, lakini hakina feature nyingi kama hiki cha kwangu ambacho mwezi huu wa 3 2025 tuko katika ukumbi wa maadhimisho ya siku ya kimataifa kwa ajili ya kuadhimisha miaka 30 ya mamlaka elimu ya mafunzo ya ufundi stadi VETA, na pia tunaadhimisha miaka 50 ya uanzishwaji wa mafunzo ya ufundi stadi Tanzania. Sasa katika siku hii ya leo, chuo cha taifa cha usafirishaji ambacho pia kina jukumu la kutoa elimu au mafunzo ya Tanzania, ambayo mafunzo yenyewe yamejikita kutoa wataalamu wenye ujuzi, yaani competence based, na sisi tunashiriki katika maonyesho ya kazi za vijana wetu. Na kama mlivyoona kwamba kazi za vijana wetu ambapo wamezileta mahali hapa ni za ujuzi zaidi. Kwa hiyo katika kuhitimisha miaka 50 ya uanzishaji wa mafunzo ya ufundi stadi, na sisi chuo cha taifa cha usafirishaji tumeweza kuonyesha ni jinsi gani ambavyo chuo kinashiriki kutoa mafunzo ya ujuzi. Na kama mlivyomsikia mgeni rasmi kwamba tumeelekeza vyuo vyetu au taasisi za mafunzo zijikite kutoa ujuzi ambao utamfanya mwanafunzi anapomaliza aweze kuajiriwa au kujiajiri. Sasa mmeshaona kwamba hapa kama chuo cha usafirishaji, kijana mmoja wapo ametengeneza baiskeli ya walemavu ambayo ni tunaita smart, ambayo anaweza akatumia simu yake kucontrol, kwa sababu mtu mlemavu hawezi kanyonga, hawezi kumpigi mlemavu, hawezi kutumia mikono yake, lakini anaweza kutumia simu yake kuiprogram hii baiskeli ambayo inaweza kumtoa sehemu moja hapa kwenda nyingine.